nafsi yako ifunge kamba, iambie wewe nafsi koma, tubia wewe. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina kafaru bidhikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik inna rabbaka ladhu maghfiratin wa dhu iqabin alim. Walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu lawla fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabiy qul huwa lilladhina amanu hudan wa shifaa walladhina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa alayhim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Tunaondokea kwenye aya 41 katika sura Fussilat. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, innal ladhina kafaru bidhikri lamma ja'ahu, innal ladhina kafaru bidhikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Wale waliokufuru kitabu cha ukumbusho wa Allah baada ya kuwafikia, wa innahu lakitabun aziz, na ilhali hichi ni kitabu kitukufu, kitabu chenye nguvu. La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi, hakiwezi kuingiliwa na batili mbele yake wala nyuma yake. Ni kitabu kilichohifadhiwa na kitabaki kama kilivyo mpaka kitakuja kiyama. Tanzilu min hakimin hamid, huu ni wahi ulioteremshwa kutoka kwa Mola mwenye hikma anayehimidiwa. Mtukufu kaleta kitu kitukufu, watakaoshikamana nacho watakuwa watukufu. Lakini kuna wengine wanadharau hicho kitu kitukufu, wanamdharau mtukufu, wanaondoka wakiwa kawakasirikia. Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik, ewe Muhammad mtume wetu, haya unayoambiwa yanayokufika si mapya, hayajaanza kwako wewe. Unaambiwa yale yale ambayo walishaambiwa mitume wenzio niliyowatuma kabla yako, na utafanyiwa yale yale ambayo walifanyiwa mitume wengine waliopita kabla yako. Inna rabbaka ladhu maghfiratin wa dhu iqabin alim, lakini tambua kwamba Mola wako anasamehe sana, lakini pia ni mwenye kuadhibu vibaya. Atakayetaka kutengeneza mazingira ya kwamba pamoja na kuwa kakosea asamehewe, Allah anasamehe. Lakini atakayejifanya shujaa akafanya yake mpaka akaondoka, atamkuta Allah ni mwenye kuadhibu sana. Walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan, kama tungelijalia Qur'ani imekuja kwa lugha ya Kiajemi, yani lugha nyingine yoyote isiyokuwa ya Kiarabu. Mtume wetu ni Mwarabu, kapewa kitabu chake kwa lugha ya Kiarabu, awafahamishe kwanza wale Waarabu, wao ndo watakuwa walimu wazuri wa kuwafahamisha wengine. Watakapotanzika watawaendea wanaojua wenye lugha yao, hapa pamemaanishwa nini, watawafahamisha. Lakini wale Waarabu ambao kitabu kimekuja kwa lugha yao ndio waliokuwa wa kwanza kumpinga mtume Mwarabu anayeleta kitabu chake kwa lugha ya Kiarabu.
Sasa Allah anamwambia mtume wake, wanashangaa kuletwa kitabu kwa mtu miongoni mwao anayemjua, na wanasema kwa nini awe huyu na asiwe mwingine? Kama ningesema mtume wangu ninamleta hapa, lakini nikampa ujumbe wangu si kwa lugha yao, lugha nyingine, hawa watu wako wangekuwa wabishi hivi hivi, wangelisema sisi watu tunaongea Kiarabu, katumwa mtu na lugha ya ajabu hatumuelewi. Ajamiyun wa arabiyun, mtu ambaye anaishi na sisi ni Mwarabu, anaongea lugha ya kigeni, yani kwa mfano yule Mtume Muhammad Mwarabu. Katika Allah kuonyesha uwezo wake, angempa kitabu chake kwa lugha nyingine isiyokuwa lugha yake ya Kiarabu, kwa mantiki ya kwamba watu waelewe, huyu hatujapata hapo kumsikia kuongea Kiingereza, mbona leo anahubiri kwa lugha ya Kiingereza? Basi pia na hiyo ingekuwa hoja. Kwa nini huyu mtu Mwarabu anaongea Kiingereza? Na hilo pia lingelikuwa kwao kituko. Sasa wewe, yote watakayokuambia na yote watakayokufanyia, yachukulie ni mambo ya kawaida, kwa sababu wenzako yameshawakuta mambo kama hayo. Qul, waambie watu wako, huwa lilladhina amanu hudan wa shifaa. Hichi kitabu ambacho nyinyi mnakiona kioja, kwa watakao kiamini kwao kitakuwa ni mwongozo tosha na ni dawa ya matatizo yao ya nyoyo ya kiimani. Hichi kitabu kinatosha kuwanyoosha, kuwatatulia matatizo yao. Walladhina la yu'minuna, na wale wasioamini, kitabu ndio kipo lakini wasiokiamini, fi adhanihim waqrun, hawa masikio yao kama yametiwa nta, amuingii kitu. Wa huwa alaihim ama, nayo kitabu hiki wamekuwa wao macho yao hayaoni kilichomo ndani yake, kama wana upofu. Kwenye hii wahyi, hiyo dhikri ya Allah, wao kama wamepofuka, hawaoni chochote katika manufaa ndani ya dhikri hiyo. Ulaika yunadauna min makanin baidin, hawa wataitwa kutoka mahala mbali mno. Tukianza kwenye hiyo aya ya 41, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, innal ladhina kafaru bidhikri lamma ja'ahum, hakika ya watu wanaokukataa, wanaokufuru huu ukumbusho, unamaanishwa ni wahyi wa Qur'ani. Wameikataa Qur'ani baada ya kuwafikia, imekuja, wamesomewa, wameielewa, lakini pia wakasema hatukubaliani nayo. Innal ladhina kadhabu bilqur'ani hina ja'ahum min indillahi, watu wote wanaoikataa Qur'ani. Bahati nzuri kwa waliosali Ijumaa hapa, hutuba yetu ya leo ilikuwa iko katika uwanja huo wa maadui wa mtume wanaoikataa Qur'ani. Katibu wetu katuambia, katunukulia aya ya suratul Furqan, waqala ar-rasulu, huyu mtume mpaka kafika kulalamika kwa Mola wake, kasema, ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura, Mola wangu umenipa amana yako, kitabu chenye mwongozo, lakini watu wangu hii Qur'ani wameihama, wameikataa, hawana habari nayo. Na jawabu walioambiwa baada ya kupeleka ripoti hiyo kutoka kwa Mola wake, kaambiwa
wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Hiyo kawaida, usishangae. Nimejalia kwa kila nabii niliyemtuma kwenye mazingira yake ya kazi ana maadui katika watu wanaopenda kufanya makosa. Vile wanavyoelekezwa hawataki, na wanang'ang'ania vile wanavyokatazwa, mradi wapingane tu. Sasa kila nabii nimemtengenezea mazingira ya kuwa na maadui kwenye kaumu yake, na maadui zake ni wale wanaopenda kufanya makosa. Wakafa birabbika hadiyan wa nasira, Mola wako anatosha kuwa ni mwongozaji kwa watakaotaka kuongozwa. Hawatoikataa wote, wako watakaoitaka, na Mola wako anamjua ni nani anayestahiki hidayah. Wakafa birabbika hadiyan wa nasira, Mola wako anatosha kuwa ni mwongozaji kwa wanaotaka kuongozwa. Maana yeye hamlazimishi mtu, ufikisha ujumbe wake alafu akaangalia matokeo utapokelewaje. Atakayeupokea kwa kukubali ana ujira wake, atakayepokea kwa kukataa ana adhabu yake. Kwa hiyo Khatibu katuambia anayekataa Qur'ani ni adui wa mtume katika umma huu, na ushahidi unajitosheleza. Na kuikataa katufafanulia kuko namna nyingi. Kuipuuza tu unayo, huisomi, yani hujui umuhimu wake, au inasomwa na unaifahamu, hutekelezi unachoamrishwa wala huachi unachokatazwa. Wewe umeihama Qur'ani, huna habari nayo. Akatwambia aina karibu 6 za watu wanaoikataa Qur'ani, walioihama Qur'ani. Kwa hiyo na hapa aya hii Allah anasema hivyo. Mtume akapata usumbufu mkubwa sana wa kufikisha hii kazi aliyotumwa, na akiangalia aliyetuma ndiye mmiliki wa viumbe wote, kawaumba mwenyewe na anawahudumia. Utumwa huu, kazi aliyopewa ina manufaa matuku kwa wale waliokusudiwa, lakini watu wenyewe wanayakataa hayo manufaa. Sasa Allah anasema hayaishii hapa kukataa kwako ukafanya utakavyo, kuna yatakayojiri hapo mbele. Innal ladhina kadhabu bilqur'ani, hakika ya wale niliyowapelekea Qur'ani na wakaikadhibisha. Hina jaahum min indillahi, wakati ishafikia kutoka kwa Allah, wamesomewa, wameisikia, wameifahamu, alafu wakasema hatuoni kama inatija. Wenye digrii wakafata elimu zao za digrii zao, Qur'ani wakaiacha. Wenye izza wakadanganyika kwa nguvu zao kwa sababu wana madaraka. Matajiri wenye uchumi mzuri wakadanganyika kwa sababu wana maisha. Alimradi Allah kwenye nyanja zote hukataliwa kuwakaleta yeye neema hizo. Watu huona kama haya mambo yanakuja kwa plani zao wenyewe. Sasa ujumbe wa Allah unamfikia kila mtu, lakini kila mtu ana namna anavyoupokea, positively au negatively. Innal ladhina kadhabu bilqur'ani, hakika ya watu ambao wamepelekewa Qur'ani na wakaikadhibisha. Hina jaahum min indillahi, wameikadhibisha pale ilipowafikia kutoka kwa Allah. Wa khabaru inna mahzufun, unaona kama ni sentensi kibutu hapo Khabari ya inna, innal ladhina kafaru au innal ladhina kafaru bidhikri lamma jaahum, ni sentensi kama haikukamilika kwa sababu hiyo ni mubtada, khabari yake haikuandikwa kwa hikma ya Qur'ani. Na kuna sehemu nyingi huja sentensi kama hizi, unapewa subject, object utajaza mwenyewe. Hata sisi kwenye Kiswahili tunatumia hii lugha ya aina hii. Baba, umekerwa na mtoto wako, halafu mtoto mjanja kakukimbia, na wewe uwezo wa kumfukuza huna.
unampa hakibaya neno, wewe kimbia, lakini nikikukamata, alafu humwambii utamfanya nini. Unaona? Sasa yeye mwenyewe itabaki kichwani mwake, huyu mzee sijui atanifanya nini leo. Maana atakimbia, lakini nyumbani lazima arudi. Atalala wapi? Atakula wapi? Kwa hiyo Allah akazungumza hiyo habari hapo, akasema hakika ya wanaoikadhibisha Qur'ani wakati ishawafikia, weshasomewa, weshaelewa, alafu wakakataa, akaacha kama ilivyo. Khabaru inna mahdhufun, khabari ya inna kimaandishi haipo, litahwili al-amri. Hiyo maana yake utafikiri sana kutafuta jawabu, lakini hujui itakuwaje matokeo yake aliyekataa. Maana yake, malengo yake na makusudio yake, litahwili al-amri. Hilo jambo lililopo hapo manake ni jambo baya, linatisha. Kanahu kila, mfano wake kama kwamba pamesemwa, sayujazawna bikufrihim jazaan la yakadu yusafu lishiddatihi au lishiddati bashaatihi wa fadhaatihi, watakuja kulipwa adhabu ambayo kwa sasa kwenye mazingira yenu hapa duniani haiwezi hata kufananishwa. Tasijui tukusimlieni vipi habari yao. Kuna hadithi moja inasimuliwa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliporudi ile safari ya Isra na Mi'raj, aliwasimulia watu ambayo aliyaona kwenye safari yake, mengi tu, lakini kipande kidogo ninachotaka kukiongeza hapa ni kwamba anasema, nimekaguzwa pepo na yaliyomo peponi, na nimeenda kukaguzwa moto na nikayaona yaliyomo motoni, lakini sijapatapo kuona mtu wa motoni mwenye adhabu mbaya zaidi kuliko watu wawili, yani watu wenye makosa mawili. Makosa mawili adhabu yake huko mbele ya safari ni kubwa kuliko maelezo. Akasema katika aliyoonyeshwa wenye kuadhibiwa motoni, rajulun taraka faridata salati amdan, mtu ambaye kaacha faradhi ya sala kwa makusudi. Pengine kwenye maisha yake yote adhuhuri moja hakuisali kwa makusudi, hana sababu yoyote. Adhabu ya faradhi moja uliyoiacha kwa makusudi, Mtume amesema anakaa mtu hukuba moja motoni. Wataalamu wa mahesabu nisaidieni kupiga hesabu hapa. Adhabu atakayoadhibiwa mtu kwa kosa la kuidharau, kuiwacha sala moja ya faradhi kwa makusudi, faradhi moja ni hukuba moja motoni. Na hukuba ni miaka 80. Na kama tunavyosema wiki ina siku 7, mwezi una siku 30, mwaka una miezi 12, miaka 100 tunasema karine moja. Sasa hukuba ni neno la Kiarabu ambalo ni kipindi cha miaka 80. Ni kama Allah alivyosema labithina fiha ahqaba, ni jamu ya neno hukba. Na ahqaba haikuwekwa idadi pale, maana yake hiyo iko tu ya kuendelea, haina mwisho. Wanahesabu hukba baada ya hukba, hukba baada ya hukba. Sasa faradhi moja iliyoachwa kwa maksudi, adhabu yake motoni ni hukba moja, na hukba moja ni miaka 80. Na miaka 80, kila mwaka mmoja una siku 360 kamili. Manake tukihesabu kwa mujibu wa luna kalenda, hii kalenda yetu ya mwezi mwandamo, mwaka una siku 360 pamoja na inayoandama 9 na 30.
mwaka utakuja una siku 360. Lakini kwa hawa ambao wanatenda ya kupingana na Allah tu, wanahesabu siku kwa sola kalenda, wao wanatuambia mwaka una siku 365 na robo, pamoja na miezi yao yenye siku 28, 29, sometimes 30 na 31, siku 365 na robo. Sasa hukuba kwa mwezi mwandamo ni miaka 80 ya mwezi mwandamo. Kila mwaka una siku 360, na kila siku moja ya akhera ni kama miaka 1000 tunayohesabu hapa duniani. Unapata kama miaka milioni 7 hivi na kitu kwa kipindi kimoja cha sala. Sasa wale wanauliza maswali, kwani Muislamu si ataingia atoke? Wewe ingia, halafu miaka 8 au 40 unatumia ujana wako tu hujaswali, na hukulipa wala hukujirekebisha, ukenda zako na kosa la kuacha faradhi, halafu utegemee utoke kwa sababu atiwe Muislamu. Kama kipindi kimoja miaka milioni 7, sasa wewe utakaa kwa miaka mingapi? Unavumilia tu umalize muda wako wa kifungo. Kwa hiyo hapa akasema hivi kwa maksudi Allah kwamba atakadiria mwenyewe ubaya wa adhabu atakayopewa mtu ambaye aya za kumwongoza hakunufaika nazo, hakuongozeka kwa hizi aya. Kaletwa bila maombi hapa, hakuna aliyepeleka oda, na mimi nipeleke duniani. Umeletwa, unahudumiwa, unagharamiwa, halafu yule anayekugharamia, anayekuhudumia unasema humjui, unajiendesha mwenyewe. Maana mjanja sana, una akili, hujui hata kama hiyo akili umepewa, aliyekupa akili pia humtambui. Sasa anasema hawa wacha tu wewe, wanaokataa kuongozwa na mimi hawa, wewe wacha tu, kuna jambo lao wameandaliwa. Innal ladhina kadhabu bilqur'ani hina ja'ahum min indillahi, watu wote ambao wanaikadhibisha Qur'ani hapa duniani wakati ishawafikia, washaambiwa ni Qur'ani inayotoka kwa Mola wao, halafu habari haipo, mahdhufu litahwili al-amri, imeondoshwa, ugumu wa jawabu yake ujaze mwenyewe. Kanahu qila sayujazawna bikufrihim, watalipwa watu hawa kwa kufuru yao, kwa kule kuikataa kwao Qur'ani, jazaa la yakadu yusafu, malipo ambayo haimkiniki kuyaelezea sasa hivi mpaka wewe ukafahamu ukubwa wake. Lishiddati bashaatihi wa fadhaatihi, malipo yenyewe adhabu yake itakuwa inaumbua mno na inafadhaisha. Wa innahu la kitabun aziz, wanaikataa Qur'ani ambayo imeletwa iwaongoze wao kwenye manufaa yao, na hii Qur'ani ni kitabu kitukufu. Wa innahu la kitabun aziz, yani wa innahu la kitabun ghalibun biquwwati hujjatihi. Azizun ni moja katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, na maana yake alghalibu alladhi la yughlab. Allah siku zote yeye huwa mshindi, tuna hashindi. Kwa hiyo kama kuna vitabu ulimwenguni, basi hichi ndo kitabu ambacho kina nguvu kikubwa kuliko vitabu vyote. Ghalibun ni kitabu chenye kushinda, kiko juu, biquwwati hujjatihi, kwa sababu ya nguvu zake za hoja. Hamna mwenye uwezo wa kupinga hoja zilizomo humu, na hamna mwenye uwezo wa kusema kuna mambo humu ni uongo, hamna. Na hamna aliyewahi kujaribu kusema na mimi nitaleta kitu bora kuliko hichi. Walikuwepo wababe wafedhuli wakasema, qad sami'na law nasha'u la qulna mithla hadha. Muhammad, ushasema sana, tumesikia unayosema, na sisi tukitaka tunaweza tukasema maneno kama haya. Lakini hawajayasema mpaka leo, wala hawajayaandika na hawatayaandika. Kwa hiyo ni kitabu kilicho top kuliko vitabu vyote. La nadhira lahu, hakuna kitabu unachoweza kukifananisha na hiki. Sema hii Qur'ani yao ni kama kitabu cha profesa fulani. Hakuna kitabu ambacho utakifananisha na Qur'ani.
limahtawa alaihi min al-i'jazi, kwa yale mambo ambayo yako juu ya miujiza yaliyomo kwenye kitabu hiki. Yadfa'u kulla jahidin, hoja za kitabu hiki zinamsuta kila yule anayekipinga, anafedheheka mwenyewe. Wa yaqma'u kulla mu'anidin, na kinamtwanga kila mwenye kufanya inda katika kukufuru kwake. Akitupiwa hoja humu anachoka mwenyewe. La yatihi albatilu min baini yadayhi wala min khalfi, kitabu hiki hakiingiwi na batili. Hakuna anayeweza akaweka kosa au akasema humu kagundua kosa. Siku akisema mnakosa, atajibiwa siku hiyo hiyo, within a second. Kuna mtu mmoja kaandika vibonzo vyake huko Ufaransa, dunia nzima ilitikisika inamtafuta. Na mwingine kaandika kitabu chake Uingereza, Salman Rushdie, akaita Qur'ani ni aya za shetani. Yuko mahabusu mpaka leo jela. Sio mahabusu kuwa kafungwa, analindwa kwa sababu watu wametoa dau, tunaweza tukampa mtu kiasi kikubwa cha fedha akituletea kichwa chake bwana huyu. Kwa hiyo yuko chini ya ulinzi kama ana kifungo cha nyumbani. Dunia yenye nguvu ndo inamlinda. Sasa kitabu hichi hakichezewi. La yatihi albatilu, hakiingiliwi na batili, min baini yadayhi wala min khalfi. Huwezi ukakifananisha na ujuzi wa watu waliopita huko zamani, kusema wale walikuwa bora, wameandika kitu safi kuliko hii Qur'ani. Wala hatotokea katika wataalamu watakaokuja huko mbele, wasomi wenye kufanya research na wakafanya vitu vikubwa, hatotokea yoyote wa kucompete na Qur'ani. La yatatarraku ilayhi albatilu, Qur'ani haiwezi ikagongwa ikaathiriwa na batili ya aina yoyote. Min jihatin min aljihati, kutoka upande wote katika pande zilizopo. Kipindi kilichopita, sasa, kipindi kijacho, Qur'ani itabaki iko safe hivyo hivyo. Wala majali litani fihi, wala kwenye Qur'ani hamna mpenyo wa mtu kutia tusi lake akaikosoa akasema hapa, pamoja na kwamba Mungu wenu mnamsifu, hapa kachemsha. Hamna kwenye Qur'ani kitu hicho. Qala Ibn Kathir, amesema Ibn Kathiri, laisa lilbutulani ilayhi sabilun, laisa lilbutulani ilayhi sabilun, hapana njia hata moja ya mpenyo utakaoifikia Qur'ani ikaingiziwa batil. Hamna njia ya kuweza kuingiza batil kwenye Qur'ani. Wewe toa chapa kwenye aya moja, uondoshe nukta tu kwenye harufi moja zenye nukta, dunia nzima itatoa taarifa, misafu hii mibaya, isisomwe, itapotosha kwa sababu aya zake ziko hivi hivi hivi. Na huwa inatokezea wakorofi hufanya hivyo vitu, wanachapisha Qur'ani kopi feki, wakaingiza makosa ya makusudi yanayoepukika, lakini yanaonekana. Hapa haiwezi kuwa hivi, ilivyo sahihi ni hivi. Liannahu, kwa sababu hii Qur'ani munazzalun min rabbil alamin, si maneno ya mtu, ni maneno yaliyoteremshwa kutoka kwa Mola wa walimwengu. Liannahu munazzalun min rabbil alamin, haiwezi kuharibiwa kwa sababu si kazi ya mtu, na mwenye kazi yake kaihifadhi, upewa kuhifadhi, kama alivyoahidi, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, sisi ndo tuloteremsha Qur'ani hii na wenyewe tutailinda. Makosa yaliyofanyika kwenye vitabu vilivyopita, pametengenezwa mazingira kwenye kitabu hichi hayawezi kufanyika.
yale ya tahrif, tabdil, iftira na mambo mengine. Sisi tunakiharibu kitabu hiki kwa kutokukiamini na kukifanyia kazi na kutoa taawili zisizo sahihi kwenye maneno yetu yale ya mdomoni. Taawili mbovu unaweza mtu ukatoa, lakini original text inabaki vile vile kama ilivyo. Tanzilun min hakimin hamid, kitabu hichi kimeteremshwa kutoka kwa mwenye hikma anayehimidiwa, Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa tanzilun, kitabu hichi ni wahai ulioteremshwa akapewa mtume wenu huyo, min ilahin hakimin, kinatoka kwa Mola mwenye hikma, hakimun fi tashri'ihi wa ahwalihi wa af'alihi. Allah ni mwenye hikma, katumia hikma kubwa katika kuweka kwake sharia zinazofanana na mazingira ya maisha ya viumbe wake, na katumia hikma katika hali zake zote za maisha yaliyopita, ya sasa na yajayo, kwa aina zote za walimwengu, viumbe waliomo ulimwenguni, ulimwengu wa malaika, ulimwengu wa majini, ulimwengu wa wanadamu, ulimwengu wa wanyama, ulimwengu wa samaki, ulimwengu wa wadudu, au wote ni alamin. Kwa hiyo Allah ana hikma katika kila jambo, na mwenyewe ndio overall controller, ana control vitu vyote vya ulimwenguni. Mahmudun min khalqihi, na Mola huyo ana sifa njema, anasifiwa, anahimidiwa na viumbe wake wanaomtambua, bisababi kathrati ni'amihi, viumbe wanamshukuru, wanamuhimidia kwa sababu ya wingi wa neema zake anazowaneemesha. Kuna viumbe wala hawategemei kulishwa na binadamu, lakini hawalali njaa. Angalieni tu ulimwengu wa wanyama wa porini huko, wote wana afya wazuri na hamuwapelekei chakula wala maji ya kunywa. Kwa hiyo Allah kaumba na hajaghafilika kukisustain kile ambacho amekiumba. Thumma salla ta'ala nabiyahu, halafu Mola wetu mtukufu akamliwaza mtume wake sallallahu alayhi wasallam, ala ma yusibuhu min adha al-kuffari, amemliwaza kutokana na yanayomsibu kwenye maudhi ya makafiri mahasimu zake. Faqala, Allah amemliwaza mtume wake kwa kumwambia hivi, ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik, hakuna utakaloambiwa Muhammad likawa ni geni au jipya umeanza kuambiwa wewe. Utakayoambiwa ni yale yale ambayo wameshaambiwa mitume wote waliokuja kabla yako. Wakikuita mchawi, wewe si wa kwanza kuitwa mchawi. Musa kapeleka ujumbe wa dawa uliotoka kwa Mola wake na kafundishwa adabu, sema naye maneno laini, labda ataelewa au ataogopa, na kafanya hivyo. Firauni hakukinai kwa hoja za aya za kusema. Musa kaonyesha miujiza, akajua kila mtu kwamba hili lililofanyika hapa si uchawi, ila ni jambo lililotokana na uwezo wa Mungu. Firauni nayo kapotezea, akasema huu ni uchawi na huyu ni mchawi gwiji, ngoja nimkusanyie wachawi wenziwe. Sasa wewe Muhammad, jipya lipi hapa lilokufika wenzako hawajalipata? Jipya lipi uliloambiwa wenzako hawajaambiwa? Sasa hii kazi hii ndo dasturi yake, ndo utaratibu wake. Kama walivyovumilia wenzio, na wewe vumilia. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tastajil lahum, kuwa na subira, vumilia kama walivyovumilia wenzako waliofanya kazi yao ya utume kwenye mazingira magumu, ndio wanaitwa ulul azmi, na wewe ni miongoni mwa hao. Vumilia kama walivyovumilia, ndio dasturi ya kazi hii. Wala tastajil lahum, wala usiwaapize ukasema Allah waangamize kama alivyofanya Nuh.
Wavumilie, mwachie Allah aende nao vile inavyostahiki. Ma yuqalu laka, huambiwi jambo wewe Muhammad na watu wako, illa ma qad qila lirrusuli min qablik, ila utakaloambiwa wewe leo ni miongoni mwa yale ambayo waliambiwa mitume wenzako niliyowatuma kabla yako. Ai, maana yake ma yakulu laka kufaru qaumika, hawatokuambiapo wewe makafiri wa kaumu yako neno lolote, illa ma qad qala alkufaru lirrusuli qablahum, isipokuwa yatapita kwenye mkondo ule ule wa maneno ambayo walishayasema makafiri kuwaambia mitume wao kabla ya watu wako hawa. Min alkalami almuudhi, katika maneno yenye kuudhi. Watu wana maneno machafu mno, mitume wamestahimili mengi mno. Kwa hiyo na wewe huna budi upite njia ile ile, subiri tu, vumilia. Min alkalami almuudhi, waliambiwa wenzio maneno yenye kuudhi. Watani, na matusi. Fima anzala Allahu, matusi hayo yalilengwa kwenye yale maneno aliyoyateremsha Allah. Watu wakasema wanavyotaka dhidi ya kitabu cha Allah. Qala al-Qurtubi, amesema Qurtubi, yuzi nabiyahu wa yaslihi, Allah anamuazzi mtume wake, anamliwaza mtume wake, min adha wa takdhibi qaumihi, apoe, avumilie, astahimili kutokana na maudhi na kukadhibishwa na watu wake. Wamemkadhibisha sawa, hatukukubali, hatukuamini, lakini hawakumwacha salama, wamemuudhi, wamemfanyia maudhi mengi. Nabii Musa mpaka kalalamika, ya qaumi lima tuudhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum, enyi watu wangu, huu sio ungwana, mbona mnaniudhi na ilhali mnajua kwamba mimi ni mjumbe nimetumwa kutoka kwa Mola wenu. Na hakuna mtume yoyote aliyetumwa na Allah akasalimika akakosa maadui. Kwa hiyo mtume wetu yalimfika yaliyomfika, na kasomewa qasas, visa vya wenzake waliopita kabla yake, kaambiwa kila lililojiri, ajue kwamba jukumu hili nililopewa linahitaji mtu aliyekomaa. Kwa hiyo na mimi bora nikomae. Inna rabbaka ladhu maghfiratin wa dhu iqabin alim. Aya imemalizia kwa kumwambia, kama mlivyogawana nyinyi watu hapa duniani kitabia, kuna waumini na makafiri, kuna waliochangamka kutenda vyema na kuna wanaoharibu kwa kutenda maovu. Kadiri mnavyokopesha ndivyo mtakavyokuja kulipwa. Inna rabbaka, hakika ya Mola wako, ladhu maghfiratin, ni msamehevu sana, anajua udhaifu wa viumbe wake, wanakosea sana, na yuko tayari wakati wote kuwasamehe watakapojirekebisha. Allah anasamehe sana. Tunaambiwa adhabu kali anapewa mtu ambaye kaacha kipindi kimoja cha sala, hukuba moja motoni. Na mtu wa pili katika wale watu wawili ni mtu aliyeruzukiwa kuijua aya moja ya Qur'ani alafu akaisahau. Mtume alivyosema, watu wawili wenye adhabu mbaya, mmoja ni aliyeacha kipindi kimoja cha sala ya faradhi kwa makusudi mpaka kafa, hakutubu wala hakujirekebisha. Ukitubu toba inarekebisha hayo mambo, lakini mtu anaishi mpaka mauti yanamkuta, hata siku moja hajasema Mola wangu nimekukosea, nimetubu. Anaishi na mambo yake mpaka mauti yanamkuta. Huyu ndo atakaye kwenda kuadhibiwa. Lakini kwa mtu ambaye kaharibu ujana wake, katumia vibaya muda, kafanya makosa makubwa, Allah mwenyewe kasema, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi
inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia innahu huwa al-ghafurur rahim. Masahaba asilimia kubwa kama si wote, kabla ya kuja mtume na akawahubiria imani, walikuwa kwenye ujahil na wamefanya ya kuyafanya, lakini walipokuja kuhubiriwa wakakubali. Hiyo dhikri ilipokuja wakaikubali, Allah kasamehe yote walioyafanya wakati wa ujinga, na mpaka leo wakitajwa tunasema radhiyallahu anhum. Sio kwamba hawakukosea, sio wasafi kama malaika, lakini hapa aya inasema alladhina kafaru bidhikri lamma jaahum wama kunna muadhibina hatta nab'atha rasula. Sasa ulikuwa mjinga, sawa, umechukuliwa kwa dharura ya ujinga wako, na madamu uhai mauti haja kukuta, unastahamiliwa kwa dharura ya kutokujua, lakini kaja anayekufahamisha sasa hivi unajua, unamkatalia. Hapa ndo panapoanza kesi. Kaambiwa kakataa, kaamrishwa kagoma, kakatazwa kaendelea kufanya lile lile liloambiwa, kaambiwa halifai. Sasa kitu kishakufikia, mwenyewe unajiita Muislamu, na kama Muislamu mumin, amri zinakujia ambazo ni wajibu mumin akipata agizo hilo atekeleze. Kwa nini hutekelezi? Makatazo humu unasomewa, kama ni mumin hili halifai kufanywa na mtu mumin, inakufika kwa nini uendelee kufanya kwako makosa? Baada ya kukumbushwa, baada ya kuelimishwa, ndiko kunakokutia hatiani. Lakini kama umekosea muda wote uliokosea, haijalishi ni muda mrefu kiasi gani, ukikumbushwa jirekebishe baada ya kujua. Inafahamika hivyo eh? Ndio maana Allah kamalizia hivi, inna rabbaka ladhu maghfiratin. Unawalingania watu, lakini kuna wanaofahamu na kuna ambao hawakufahamu, na Mola wako anasema yeye ni mwenye kusamehe sana kwa wale wanaofahamu wakajirekebisha. Wadhu iqabin alimin, lakini ana adhabu zinazouma kwa wale ambao wanang'ang'ania tabia zao mbaya mpaka wakafa nazo. Inna rabbaka ladhu maghfiratin wadhu iqabin alimin. Mola wako ni msamehevu sana, anasamehe kila aina ya kosa kwa atakayekubali kujirekebisha, kwa atakayetaka kusamehewa. Hakujafungwa milango. Aina yoyote ya makosa uliokosea, Allah anajua udhaifu wa kiumbe wake, wewe atakusamehe ukikubali kujirekebisha. Wadhu iqabin alimin, lakini ana adhabu zinazouma kwa yule ambaye ni king'ang'anizi, hataki kubadilika mpaka anaenda na makosa yake. Kwa hiyo kama ni mtu mwenye akili, atatumia akili yake, atafute lipi katika pande hizi mbili yeye kachagua. Atachagua asamehewe aende vizuri, au atakomaa na yake aseme mimi ninakaa upande huu ndiko kuna kwa wenzangu. Kaa kwa wenzako, alafu umwache Allah na yeye afanye maamuzi yake dhidi yako. Inna rabbaka ladhu maghfiratin wa dhu iqabin alim. Maana yake inna rabbaka ya Muhammadu, hakika ya Mola wako ewe Muhammad, lahuwa alghafuru lidhunubi almu'minin, ni msamehevu sana. Ghafurun, sigha ya mubalagha, anasamehe mno Allah dhambi za aina zote. Inna rabbaka ya Muhammadun lahuwa alghafuru lidhunubil mu'minin, Mola wako Muhammad wallahi anasamehe sana dhambi za waumini. Waumini lakini hukosea pia. Hakuna msafi mbele ya Allah, ila ana kasoro na mapungufu yake sometimes hujitokeza. Na ndio maana unakuta kwenye Qur'ani hata mitume wamegombwa. Mfahamiana? Wamegombwa kwamba hapo hukufanya sawa, sikupenda, hapo ulipaswa ufanye hivi. Mtume lakini ni binadamu, hawezi kuwa yuko perfect kama alivyo aliyemtuma.
Kwa hiyo Mola wako Muhammad anasamehe madhambi ya waumini wanapokosea, na wamepewa namna ya kujirekebisha, kusafisha makosa yao. Wakiitumia hiyo nafasi au fursa, wataondoka vizuri. Dhul iqabi shadidi lilkafirin, lakini pia upande wa pili Mola wako ni mwenye adhabu kali kwa wale wanaopingana naye, makafiri. Fafawidh amraka ilaihi, kwa hiyo mambo yako yategemeze kwake Allah. Una maadui au maadui zako, mkabidhi yeye, ndo kutuma kazi, na anajua ina mazingira magumu. Mambo yako mkabidhi yeye. Nakakatazwa Mtume kuwalaani, kuwaombea maangamizo, kaambiwa yeye asubiri, avumilie. Kesi yao hawa watu mwachie Mola wako. Na kwa upande wa pili, kuna wengine ambao ni jamaa zake, ndugu zake, anawapenda mno, kang'ang'ania kuwalingania. Allah pia akamkataza, akamgomba, akamwambia la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin, naona utajiangamiza bure kwa kuzingatia watu kwa nini hawaamini. Utajiangamiza kwa sababu unawapenda na unataka waongoke, lakini raddul fi'li, reaction ya kazi yako ni negative. Utajipa pressure, moyo wako unausumbua sana. Na akaambiwa Mtume kwamba innaka la tahdi man ahbabta, wewe huna uwezo wa kumuongoa kila unayempenda wewe. Sasa huyu mimi napenda niwe naye, aamini, aende peponi, wewe ndio unampendelea kheri, lakini yeye si mtu wa hivyo. Sasa juhudi ya kumrekebisha, kumbadilisha huyu awe unavyotaka wewe, huna uwezo wa kutimiza juhudi hiyo. Innaka la tahdi man ahbabta, nimekutuma kazi, wewe ni mfikishaji tu, lakini huna uwezo wa kumuongoa kila unayempenda, hata awe baba yako au mama yako au ndugu yako. Walakin Allah yahdi man yasha, kazi ya hidayah kaimiliki mwenyewe aliyekutuma. Allah ndiye anayemuongoza yule anayetaka aongoke, na anayemtaka Allah huwa ni yule aliyetaka mwenyewe. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, na Allah anawajua wa kuongoka. Anaweza kuzaliwa mtu kwenye ukafiri, hakuna Muislamu, hajalinganiwa, lakini madam moyo wake ni moyo wa kuongoka, huko akapata sababu zikamsukuma asilimu, na akisilimu anakuwa mzuri kuliko wale waliozaliwa kwenye Uislamu. Na kuna mwingine inawezekana kazaliwa kwenye familia ya watu wa imani na dini, hata kama kwenye familia za mitume, lakini akapinda, kama ilivyokuwa kwa Nabii Nuhu alayhi salam. Mpaka siku watu wanaangamizwa, Nabii Nuhu kamshika mwanawe, ya bunayya arkam ma'ana wala takum ma'al kafirin, mwanangu njoo upande humu kwenye safina pamoja na sisi, usiwe huko pamoja na makafiri. Mtoto anamwambia baba yake, baba usimaindi kuhusu mimi, saawi ila jabalin yasimuni min alma, mimi nitakimbilia mlimani, kule maji hayafiki, mlima utanisevu na maji. Yani kukaa tu na wale wenzio watu wema hataki, kwa sababu yeye siye. Sasa tabu yote ya kupanda mlima ni nini? Baba akamwambia la asima alyawma min amri llahi illa man rahim, leo hapana kitakachosalimika hapa ila kitakachokuwemo humu. Milima yote hiyo itafunikwa na maji, atakayesalimika ni yule ambaye Allah kamrehemu, na waliorehemewa wote wameambiwa waingie humu. Njoo. Wahala bainahum almauju fakana min almughraqin, wanajadiliana baba na mwanawe. Baba anataka amsevu mwanawe, mtoto kakomana yake, we nenda tu, usijali, mimi niko salama. Likapita wimbi la maji likawachukua, akawa mtoto ni mwenye kuzama. Mtoto wa mtume kabisa kazama. Safari yao ikaendelea, lakini bado analo Nabii Nuhu lile jambo moyoni, lile jambo analo, na kuonyesha analo
zoezi lishafanyika, mtoto keshapotea kwenye macho yake, hamuoni, keshachukuliwa na maji. Lakini baadaye mbele ya safari anamwambia Allah, qala ya rabbi inna ibni min ahli, akaambia Mola wangu, huyu mwanangu ni katika watu wangu, ulinipromise ukanambia mimi na watu wangu tutasalimika, mwanangu huyu ni katika watu wangu. Wa inna wa'adaka alhaq, na mimi na hakika miadi yako ni kweli, uliniahidi mimi na wanangu tutasalimika, mimi na watu wangu tutasalimika. Kwa hiyo nadhani mwanangu yuko salama, lakini simuoni. Kauli aliyoipata Nabii Nuh, anaambiwa ya Nuh, ewe Nuh, innahu laysa min ahlik, huyu si katika hao watu wako niliokuambia. Ahlu wako ni wale waliokukubali ndani ya familia yako na nje ya familia yako, hawa ndio niliokuambia watu wako uondoke nao. Na nikakwambia ihmil fiha min kullin zawjayn ithnain, kwenye hili safina ingiza viumbe wote utakaowamiliki kuwapata, dume na jike, maana ninaiflashi hii dunia. Vitakavyobaki ni hivyo vitakavyokuwemo kwenye safina tu, nilikwambia hivyo. Innahu laysa min ahlik, huyu mtoto wako si katika watu wako. Innahu amalun ghairu salihin, huyu ni amali mbaya, mtenda maovu, sio wako huyu, huyu wa upande huo huko. Inni a'idhuka an takuna min aljahilin, tena ninakuonya usiwe katika wajinga. Sasa hiyo lugha wewe ungekuwa unaambiwa, wewe ungejisikiaje? Allah anamwambia mtume wake, ninakuonya usiwe katika watu wajinga. Si kama hukunifahamu nilivyosema, huyu sio wako, huyu wa upande wa pili. Qala, kasema Nabii Nuhu, rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilmu, Mola wangu ninajikinga kwako kukuuliza jambo ambalo sina elimu nalo. Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin, na kwa kesi hii kama hukunisamehe na kunirehemu, mimi nitakuwa ni shakula hasara. Kwa hiyo naomba unisamehe na unirehemu. Story ikaishia hapo. Kwa hiyo wa kuongoka Allah anamjua, na umpelekea hidayah, uongofu wake popote alipo akaongoka bila ya kutumiwa nguvu. Na wakupotoka Allah anamjua, hata kama katoka kwenye zizi la watu wema atafata mkondo tu. Kwenye suratu Tahrim aya zake za mwisho 3, Allah anatuambia, daraballahu mathalan lilladhina kafaru, Allah amepiga mfano wa watu waliokufuru sana. Kwa lugha nyepesi iliyonyooka, makafiri wa kupigiwa mfano. Allah amekuleteeni mfano wake, imraata Nuhin wa imraata Lutin, mke wa Nuhu na mke wa Lut. Makafiri wa kupigiwa mfano, kwamba hawa kwenye ukafiri ndo mfano ni wake wa mitume. Imraata Nuhin wa imraata Lutin, mke wa Nuhu huyu mtume, na ni ulil azmi minar rusul, kakosa mkewe. Kama alikuwa ana mke mmoja Nabii Nuhu, peponi anaenda peke yake, atakwenda kuozesha wake wengine walioko huko. Maana wako wanawake nao wanaenda peponi wakiwa single, waume zao wakorofi wameenda motoni. Na peponi ni kwa hala kwa raha, hakuna mjane kule atakayesononeka, jamani baridi hii, wakati huu, usiku huu niko peke yangu. Hakuna hiyo kitu, watu wataishi maisha ya furaha. Kwa hiyo kama mke wake ndo huyo huyo mmoja, kamkosa peponi, peponi anaenda peke yake. Kwa hiyo mke wa Nuhu na mke wa Lut, hawa ni makafiri wa kupigiwa mfano. Kwa nini wanapigiwa mfano? Ndiyo, kanata tahta abdaini min ibadina salihaini, walikuwa chini ya uangalizi wa waja wawili miongoni mwa waja wetu wema, wake nyumbani, wa watu watukufu, walinganiaji wa haki. Lakini wanawake hawa
fakhanatahuma, wamewakhini waume zao. Khiana, mnajua kwenye Kiswahili pia tunatumia neno hilo, yani unaonyesha nidhamu ya oga machoni, lakini wakati wako wa faragha una mambo yako mwenyewe. Na inawezekana unakaa na mke kwa mapenzi yote, ukamwamini kama na yeye anavyokuonyesha kujiaminisha, lakini ana mambo yake, wewe una habari nayo. Watu ukipita majiani wanakucheka, yule si wake yule bwana, fulani anakula na hivi Anakufanyia khiana, japo mwenyewe unajitutumua kwa yeye, lakini yeye ana mambo yake ambayo kwako wewe sio sawa. Lakini kwa hawa wake wa mitume sio kosa lao hilo la kuchepuka, ni khiana ya kiimani. Nabii Nuhu kapambana na shirki muda wote wa kazi, miaka 950, lakini huyu mke wake ni mshabiki mkubwa kwa wale maadui wa mumewe, anawapa ushirikiano, anayapenda yale mambo ya kwao. Ingelikuwa kwa mifano yetu sema huyu ni mtu wa chama fulani, kwa hiyo anashabikia siasa za huku. Sasa wale wanaopambana na mumewe, yeye anawaona hawana tatizo, ni rafiki zake wa karibu, anayasapoti yale wanayoyafanya. Sasa wewe kiongozi, lakini chini yako kuna mtu anapingana na wewe kwenye yale unayopambana nayo. Na Nabii Lutu tunamfahamu, kaja kupambana na maovu mengi ya watu wake, maana walikuwa na maovu mengi watu wa Nabii Lutu, lakini kubwa lao ni la kufanya mapenzi ya jinsia moja. Na mke wake Nabii Lutu hili jambo na yeye alikuwa analishabikia binafsi. Wale watu malaika wakuja kuiangamiza nchi yao wamefikia nyumbani kwa Lutu kama wanadamu. Katoka huyu mama kwa mlango wa nyuma, kenda kutoa taarifa vijiweni, jamani, leo hongereni, nyumbani kuna watoto wazuri sijapata pokuona, mtafaini. Mke wa bosi kubwa anavyojisha siri. Nabii Lutu kajitahidi kuficha wageni wake, kajua wakionekana tu hapa balaa, na mpaka wamekuja hapo kawaweka nyumbani, hajawafahamu hawa ni akina nani. Kaona ni wageni tu wa kawaida, kama walivyopita kwa Ibrahim wakapewa msosi wakaukataa. Wamekwenda na kwa Lutu, na yeye kaona ni wageni tu wa kawaida. Mpaka walipokithiri mambo, wale waliopewa taarifa walikuja kweli kufanya fujo pale. Nabii Lutu analalamika tu, anaambia ya qaum haulai banati huna atharu lakum, watoto wa kike wamejaa, hawa ndio wasafi kwa jambo hilo, oeni mukae na wake. Wanamwambia laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nurid. Acha hizo, usiitie pambani. Unajua sisi hatuna haja na watoto wako wa kike bwana, na unalijua tunalolitaka, tupe wageni. Mpaka malaika wakamwambia Lutu, sisi ni wajumbe wa Mola wako, inna rusulu rabbika la yasilu ilaika. Achana nao, wataipata kazi yao sasa hivi. Sasa huu kwamba wewe una jambo unadili nalo, mwenzako wa karibu kumbe ndo anakula kivuli, anashirikiana na wale maadui zako. Ndio ikatumika neno fakhanatahuma. Hawa wanawake wamewakhini waume zao, hawakuwapa ushirikiano kwenye kazi zao za kidawa. Kwa hiyo na wewe unaweza ukawa umenyoka, lakini hupati ushirikiano nyumbani. Falam yughniya anhuma min Allahi shay'a. Wanawake hawa kule kuwa kwao wake wa mitume haikuwasaidia chochote mbele ya Allah. Yani Allah hatosema siku ya kiyama, sasa itakuwaje huyu Lutu mke wake ndo huyo mmoja, atakwendaje peponi peke yake, basi mpelekeeni mkewe. Hafanyi hivyo Allah. Haendi peponi kwa sababu ya tiketi ya mumewe. Falam yughniya anhuma min Allahi shay'a. Haikuwasaidia chochote mbele ya Allah kule kuwa kwao wake wa mitume. Waqila dkhula an-nara ma'a dakhilin,
wameambiwa hatimaye walipomaliza muda, nyinyi ingieni motoni pamoja na wenye kuingia. Kwa hiyo Lutu ataenda mwenyewe tu peponi, Nuhu anaenda mwenyewe tu peponi, kakosa kampani ya nyongo mkaliaini, alikuwa sio type yake. Wadharaba Allahu mathalan lilladhina amanu, na Allah amepiga mfano wa waumini, yani waumini wa kupigiwa mfano wote ni wanawake. Allah kachagua imraata Firaun, katika waumini wa kupigiwa mfano ni mke wa Firaun. Ajabu, huku kwa mtume wa Mungu ulul azmi katoka kafiri, na huku kwa Firauni aliyejiita yeye ndo Mungu tena mkubwa zaidi kuliko wa Musa katoka muumini wa kupigiwa mfano. Mazingira yetu ya kimtihani yako hivyo. Idh qalat, ishara ya imani yake mwanamke huyu imeonekana pale aliposema rabbi ibni li indaka baitan fil janna, Mola wangu naomba unijengee mbele yako huko nyumba peponi. Na wanasema mashekhe, ile indaka katanguliza ujirani kabla ya ombi lake. Ombi lake ni nyumba, lakini kasema ibni li indaka baitan fil janna. Anataka awe karibu na Mola wake, amempenda Mola wake, kamtii Mola wake na kavumilia magumu kwenye wakati huo. Anasema maneno hayo, yuko kwenye adhabu, anaadhibiwa. Mola wangu naomba unijengee nyumba peponi. Kwa mazingira ya kawaida na hasa kwa tabia za akina mama hapa duniani, yuko tayari aolewe na Joni madamu ana pesa na anamtunza. Anasema mie ndo huyu. Anatafuta maisha ya duniani, lakini hana habari na maisha ya akhera. Yule alikuwa kwenye neema, anaishi kwenye dola, mfalme mwenye dola kubwa, hana shida ya chochote, analotaka anapata, kasamehe vyote kwa ajili ya Allah. Anaadhibiwa, sio anaadhibiwa kwamba ndo auawe tu, anaadhibiwa abadilishe msimamo, arudi kwenye dini ya jamii yake. Na kasema katu huko sirudi, fanyeni mtakavyo. Akaelekea kwa Allah kuomba nyumba, natoka kwenye palace, naomba nijengee nyumba jirani yako huko. We unaweza kukomaa kwenye shida kwa kutaka radhi ya Mungu? Huyu mwanamke kaweza. Rabbi ibni li indaka baitan fil janna, Mola wangu nijengee mbele yako huko nyumba peponi. Wanajini min firauna wa amali, niokoe na Firauni na matendo yake. Wanajini min alqaumi zalimin, na niokoe na mikono ya hawa watu wake madhalimu, watesaji hawa. Na mfano mwingine wa waumini wa Maryam binata Imran, ni Maryam mtoto wa kike wa Imran, allati ahsanat farjaha. Huyu ni mwanamke ambaye alikuwa ni msafi, hakuutumia utupu wake vibaya hata siku moja. Hii ni aya ya kumtakasa, kama alivyosingiziwa na Mayahudi kwamba mwanamke huyu wa sharati kapata mimba ya ujari, kazaa mtoto wa nje ya ndoa. Mayahudi wanamsifu Nabii Isa ni mtoto wa nje ya ndoa, kwa hiyo hawezi kuwa mtume. Wao hawamkubali. Na hapo katika mazingira ya uhai wa huyo mama yake Isa, lilipotokea hili, watu wake kwenye familia hawakumwamini. Wakasema ya Maryam, ma kana abuki mraa sauin wa ma kanat ummuki baghiya, baba yako hakuwa mshongo, mtu wa wanawake, alikuwa ni mtu wa kheri tu baba yako, na mama yako hakuwa malaya muhuni. Tabia hii umeitoa wapi wewe? Kumbe unajichimbia huko, ukasema unafanya ibada, kumbe una mambo yako mtoto wewe. Allah mwenyewe kamtakasa, na njia ya awali aliyoitumia kaambiwa, wakikuhoji sana watu wako, waambie nimefunga, ashiria kwa mwanao. Majibu yote atatoa huyu mwanao mchanga. Allah kamtakasa, kampa mtihani mgumu, lakini aliufaulu mtihani huo, ndo akapigiwa mfano wa waumini wema, waumini wa kupigiwa mfano. Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina, tumepuliza kwenye mwili wa mwanamke huyu
roho inayotokana nasi, akapata ujauzito, akazaa mtoto ambaye kakusudiwa haswa, kalengwa haswa aje katika zama hizo ni mtu wa aina fulani, ni nabii katika manabii, na kapewa kitabu cha Injili. Ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bikalimati rabbiha wa kutubihi. Na mwanamke huyo alikuwa ni muumini mzuri, katekeleza maagizo ya vitabu vilivyo, maneno yaliyomo katika vitabu vya Mola wake. Wa kanat min alqanitin, na alikuwa katika orodha ya waliofanya vizuri katika taa. Qanitin kwa wasomi wa lugha mnajua ni jamu mudhakkar. Allah anajua, angesema wa kanat min alqanitati, alikuwa katika wanawake waliofanya vizuri. Kasema wa kanat min alqanitin, akatumia jamu mudhakkar, kwamba kiwango chake cha imani na taa kinalingana na waliofanya vizuri wengi, hata wanaume wengi kawapita. Yuko vizuri katika walioperform vizuri. Maryam mtoto wa Imran, daraja yake kwa Mungu ni kubwa. Kwa hiyo hapa Allah amemliwaza mtume wake kwa kumwambia, hii kazi tuliyokupa, huu ndo ugumu wake, vumilia kama walivyovumilia wenzako. Hayasemwi kwako ila yalishasemwa kwa wenzako kabla yako, lakini yote yanayokutokezea hayaishii hapa, yatakwenda kupata ufafanuzi wake mbele ya safari. Inna rabbaka ladhu maghfiratin, Mola wako ni mwenye kusamehe. Wengi katika umati wako na katika umma zilizopita walifanya makosa, halafu wakaja wakarealize baadaye, wakapatana na Mola wao kawasamehe, wameenda peponi. Na wengine wakakomaa na shari zao mpaka mauti akawakuta, wakaenda motoni. Kwa hiyo sehemu ya mtihani tuliopewa hapa duniani ni hiyo. Uko huru, umepewa akili, mwenyewe unafikiri, unapanga na kutoa maamuzi, lakini maamuzi yako yakubaliane na anavyotaka Mola wako, ndo utasalimika. Maamuzi yako yakipingana na anavyotaka Mola wako, ushahasirika. Sasa utakuta moja katika matokeo mawili, itakuwa ni mtu wa kusamehewa kwa sababu Mola wako anasamehe sana kwa wale wanaojirekebisha, lakini upande wa pili Mola wako anaadhibu adhabu mbaya kwa wale ambao wanataka kwenda kwenye adhabu, hawakubali kujirekebisha, wanakuwa ni majasiri kwenye misimamo yao. Kwa leo tutaishi hapo, aya mbili hizo zinatosha. Narudia tena mara moja tafsiri ya neno kwa neno. Bismillahir Rahmanir Rahim. Tunasoma kwa jina la Allah mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Innal ladhina kafaru bidhikri, hakika ya watu walioikufuru Qur'an, wahai uliotoka kwa Allah, wameikufuru bimaana hawakuithamini na hawakuifanyia kazi. Lamma jaahum, wakati shawafikia. Ndo akina sisi tunayo Qur'ani, je, tunaishi kwa mujibu wa Qur'ani? Sasa tukiikataa, tukenda kidemokrasia, kimagharibi, kinasara, kiyahudi, kipagani, tukasema tunafuata kilichopo mjini, mwongozo upo, hatuujali, haumo kwenye matendo, tumeukataa. Ndo maana yake innal ladhina kafaru bidhikri lamma jaahum, watu wote wanaoikataa Qur'ani wakati ishawafikia, wanasomewa. Wa innahu la kitabun aziz, haikuandikwa watafanywa nini au watapata nini. Ndio iko hivyo hivyo, innal ladhina kafaru bidhikri lamma jaahum, hakika ya watu wanaoikataa Qur'ani wakati ishawafikia, yani wana adhabu mbaya, hata haiwezi kusimlika ikaingia katika akili ya mtu sasa hivi. Wa innahu la kitabun azizun, wanaikataa Qur'ani hali ya kuwa ni kitabu safi, kimenyooka, kina nguvu, kimeshinda vitabu vingine vyote. La yatihi albatilu min baini yadayhi wala min khalfi, Qur'ani haiingiwi na batili mbele wala nyuma yake, iko hivyo hivyo sawa miaka yote mpaka kitakuja kiyama. Tanzilu min hakimin hamid, huu ni wahai ulioteremshwa kutoka kwa mwenye hikma anayehimidiwa. Ma yuqalu laka, hutoambiwa wewe Muhammad,
illa ma qad qila lirrusuli min qablika, ila yale yale ambayo kwa hakika walishaambiwa mitume waliotumwa kabla yako. Hakuna jipya tena, ni yale yale tu. Makafiri wote wana mila moja hawa. Inna rabbaka ladhu maghfiratin, Mola wako ni mwenye kutoa msamaha sana kwa wanaotaka kusamehewa. Kwa hiyo waelekeze wale ambao wana akili, watakao kufahamu, pamoja na kuwa wameshakosea, Mola wako ni msamehevu sana. Watengeneze mazingira ya kupatana na Mola wao, wasamehewe, waende vizuri. Hawakutaka hilo. Jengine, wadhu iqabin alim, Mola wako ni mwenye adhabu zinazouma, adhabu mbaya, anatesa vibaya mno. Katika suratul Fajr ikasema, fayaumaidhin la yuadhibu adhabahu ahadu wala yuthiqu wathaqahu ahadu. Siku hiyo ya nyinyi kuja kukutana naye uko mbele ya safari, Allah ataadhibu adhabu ambazo hajapatapo kuadhibu kwa adhabu hizo yoyote anayeadhibu. Kama hapa duniani mmepata kusikia simulizi za walioadhibiwa na aina za adhabu, zote hizi ni ndogo mno kuliko adhabu atakazotumia Allah kuadhibu makafiri siku ya Kiyama. Wala yuthiqu wathaqahu ahadun, wala hajafungapo kifungo kitakachotumika siku hiyo yoyote. Kama mmepata taarifa au mmeona au mmepata nyinyi kuingia kwenye jela mbaya hapa duniani, hakuna jela mbaya duniani itakayofanana na jela watakayofungwa watu huko mbele ya safari. Ndio maana ikaja expression fupi hapa ambayo haikuwekwa jawabu yake. Vitu vya huko viko nje ya uwezo wa hawasi kufahamu. Allah huzungumza kwa lugha za mifano tu, tufananishe na vile tunavyovijua. Ukiambiwa kuna matunda, sio haya maavokado ya hapa, hata kama huko lipo, lakini la huko ni tofauti na la hapa na chengine chochote. Kwa hiyo na adhabu, unaambiwa kuna adhabu, lakini hazifanani adhabu za huko na adhabu zilizopo hapa sasa hivi. Mfano mzuri ni kwamba mtu unaambiwa anaishi motoni na hafi, lakini hapa kweli inawezekana mtu akaingia motoni alafu asife. Sasa huko mtu anaishi mle motoni na hafi, na tena muda sio mdogo, kwamba baada ya miaka kadhaa atamalizika milele, haina mwisho. Ni kipimo cha kujua adhabu za huko ni kubwa. Inna rabbaka ladhu maghfiratin, hakika Mola wako ni mwenye kusamehe sana, anasamehe. Wadhu iqabin alim, lakini pia ni mwenye adhabu inayouma, anaadhibu vibaya. Sasa chagua mwenyewe unachotaka, matokeo gani ungependa ukayakute. Tunaweka kwenye aya 43, aya 44 tutakuja kusoma kesho insha Allah taala. Wallahu a'lam, wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.